Baada ya miezi kadhaa ya hofu, simanzi na maombi, leo hii machozi ya huzuni yamegeuka kuwa machozi ya faraja kwa Waisraeli wengi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha rasmi kuwapokea mateka 7 wa kwanza waliokuwa mikononi mwa kundi la Hamas, katika hatua ambayo imezua hisia kali za matumaini, furaha na msisimko mkubwa kote nchini. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imetangaza majina ya wale waliorejeshwa salama nyumbani, ambayo ni majina 7, wakiwemo Aithan Mor, Gal Belmani, Ziv Belmani, Omer Miran, Alon Ohel, Guy Giriboa Dalal na Matani Agresti. Katika taarifa rasmi, wizara hiyo ilituma majina na picha za mateka hao kupitia mitandao ya kijamii, ikiwa na ujumbe mfupi lakini wenye nguvu kubwa: karibu nyumbani. Maneno haya yamewagusa mamilioni ya Waisraeli na marafiki wa taifa hilo ulimwenguni kote, yakionyesha maana halisi ya matumaini baada ya kipindi kirefu cha giza. Tukio hilo linatajwa kuwa ni mwanzo wa juhudi pana za ubadilishanaji wa mateka kati ya Israeli na Hamas chini ya uangalizi wa mataifa kadhaa rafiki na mashirika ya kimataifa. Viongozi wa Israeli, wakiwemo maafisa wa kijeshi na wanasiasa waandamizi, wameeleza furaha yao, huku wakiahidi kuendeleza juhudi za kuhakikisha kila raia aliyebaki mikononi mwa Hamas anarudi nyumbani salama. Katika mitaa ya Tel Aviv, Haifa na Yerusalem, familia na marafiki wa mateka hao 7 waliungana katika makundi madogo madogo kusubiri taarifa rasmi. Machozi ya furaha yalionekana mara tu tangazo lilipotolewa na IDF. Wazazi, ndugu na marafiki walikumbatiana, wengine wakishindwa kuzungumza kutokana na hisia nzito za faraja. Nilikuwa naota kila siku mtoto wangu akirudi nyumbani. Leo ndoto yangu imetimia, alisema mama wa mmoja wa waliorejeshwa nyumbani, huku akishika picha aliyokuwa akiibeba kwa miezi kadhaa kwa ishara ya matumaini. Jeshi la ulinzi la Israeli limesema kuwa mateka hao wamepokelewa katika kituo maalum cha matibabu kwa ajili ya uchunguzi wa afya na msaada wa kisaikolojia. Wataalamu wamesema kuwa kurejea kutoka katika mazingira ya kifungo cha kivita ni mchakato mgumu unaohitaji muda, upendo na uelewa mkubwa kutoka kwa jamii. Serikali ya Israel imeahidi kuwapatia huduma zote muhimu, ikiwemo matibabu, ushauri nasaha na msaada wa kifamilia, ili kurahisisha mchakato wa urejeaji katika maisha ya kawaida. Uachiliaji huu unachukuliwa kama ishara muhimu katika juhudi za kupunguza mvutano wa kibinadamu uliosababishwa na mzozo wa muda mrefu kati ya Israel na Hamas. Mataifa kama Misri, Qatar na Marekani yameripotiwa kushiriki katika juhudi za upatanishi, zikilenga kuhakikisha usitishaji wa mapigano unazingatiwa na kwamba mateka wote wanarudishwa salama. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameeleza kuwa hatua hii inaweza kufungua njia kwa mazungumzo mapya ya amani, ingawa changamoto za kisiasa na kijeshi bado ni kubwa. Katika mitandao ya kijamii, Waisraeli na watu kutoka mataifa mbalimbali wameonyesha furaha yao. Hashtag kama welcome home na bring them all back zimeenea kwa kasi, zikionyesha mshikamano na upendo wa kimataifa. Picha za mateka hao 7 wakiwa wameshikana mikono na wanajeshi wa IDF zimekuwa alama ya matumaini na ushindi wa ubinadamu dhidi ya chuki na vita. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa salamu za pongezi kwa wanajeshi wapatanishi wote waliohusika katika operesheni hiyo, akisema, leo tunashuhudia matunda ya uvumilivu na ujasiri. Wana wetu wamerudi nyumbani, lakini kazi haijaisha hadi kila mmoja arudi. Israel haitatulia hadi kila raia wake awe salama. Kauli hiyo
imepokelewa kwa shangwe kubwa, ikitafsiriwa kama ahadi ya serikali kwa familia zilizobaki na matumaini ya kuwapokea wapendwa wao. Wakati taifa la Israeli likisherehekea, bado kuna hisia mseto miongoni mwa wananchi, furaha ya waliorejea na huzuni kwa wale ambao bado hawajapatikana. Mashirika ya misaada na makundi ya kijamii yameanzisha kampeni mpya za kuendelea kuwatetea mateka waliobaki, wakiomba dunia kuungana katika jitihada hizo. Uachiliaji wa mateka hao 7 ni zaidi ya tukio la kisiasa, ni ushindi wa matumaini ya hofu na alama ya ubinadamu katika kipindi cha machafuko. Karibu nyumbani si neno tu, bali ni sauti ya taifa lililopitia maumivu makubwa. Sasa linaanza kuona mwanga wa faraja kwa Waisraeli. Siku hii itaendelea kukumbukwa kama mwanzo wa ukurasa mpya, ukurasa wa matumaini, umoja na imani kubwa. Hata katika machafuko makubwa, bado kuna nafasi ya amani na kurejea nyumbani. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.